Jenerali Michael Langley, kamanda wa kikosi cha Marekani barani Afrika AFRICOM, ameweka wazi ukosoaji wake wa awali kuhusu kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, akisisitiza haja ya kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi katika eneo la Sahel. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi nchini Kenya kabla ya mkutano wa wakuu wa majeshi wa Afrika, Langley alikiri kuwa kauli yake ya April mbele ya Senate ya Marekani iliyodokeza kuwa utawala wa kijeshi wa Burkina Faso unatanguliza kulinda serikali badala ya kupambana na waasi huenda ilieleweka vibaya au ilikuwa kali kupita kiasi. Kauli hizo za awali za Langley zilizosambaa sana kwenye mitandao ya kijamii barani Afrika zililenga hatua ya Burkina Faso ya kutaifisha usafirishaji wa dhahabu nje ya nchi inayokadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni 4 kama njia ya kuimarisha utawala wa kijeshi badala ya kushughulikia tishio linaloongezeka la ugaidi. Hifadhi yao ya dhahabu inatumika tu kama njia ya kuilinda serikali ya kijeshi, alisema mbele ya kamati ya huduma za kijeshi ya Senate. Hata hivyo, Jumanne hii alifafanua kuwa lengo la ukosoaji wake halikuwa kuingilia sera za ndani za Burkina Faso, bali kuelezea athari pana za vipaumbele vyao vya usalama kwa kanda nzima. Asilimia 50 ya eneo la Sahel linadhibitiwa na makundi ya kigaidi kama ISIS na Al-Qaeda, Langley alibainisha. Ikiwa Burkina Faso itafaulu kupambana na ugaidi, mataifa jirani pia yanapata manufaa. Rasilimali zinapaswa kuelekezwa katika kujenga ushirikiano madhubuti wa kukabiliana na vitisho hivi. Kauli hizi zinajiri wakati ambapo Burkina Faso pamoja na majirani zake wanaoongozwa na tawala za kijeshi Mali na Niger wameanza kujielekeza kwa ushirikiano na Urusi, wakitenga ushirikiano wa awali na mataifa magharibi sambamba na kujiondoa kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS. Licha ya mabadiliko haya, Langley alisisitiza kuwa AFRICOM itaendelea kushirikiana na mataifa ya Afrika kwa njia ya kubadilishana taarifa na ujasusi ili kuimarisha uwezo wa taasisi katika kukabiliana na misimamo mikali. Mkutano wa wakuu wa majeshi wa Afrika mwaka huu 2025 unaofanyika Kenya kwa mara ya pili tu katika ardhi ya Afrika umewaleta pamoja wakuu wa majeshi kutoka mataifa 42 ya Afrika ukiwa na kauli mbiu kuimarisha usalama wa Afrika, kudumisha umoja wa nia. Langley alisifu uongozi na taaluma ya Kenya, akitambua nafasi yake kama mshirika muhimu wa usalama wa kanda. Uwezo wa Kenya na uwezo wake wa kusambaza usalama katika kanda ulifanya iwe mwenyeji bora, alisema. Mkutano huu unalenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kuendeleza mikakati ya pamoja kukabiliana na changamoto za kiusalama barani Afrika, zikiwemo mashirika yenye misimamo mikali ya kigaidi, misukosuko ya kisiasa na uhalifu wa kuvuka mipaka kama usafirishaji haramu wa binadamu. Langley alisisitiza umuhimu wa mapendekezo ya jumla yanayoheshimu utawala wa kiraia huku yakitoa ushauri madhubuti wa kijeshi. Kadri makundi ya kigaidi yanavyozidi kusambaa kuelekea pwani ya Afrika Magharibi, Langley alisisitiza haja ya kuendelea kushirikiana na washirika wa Kiafrika, hata wale wanaotafuta miungano mbadala. Tunatafuta njia mbadala na zenye hekima za kuendeleza kushirikiana, kama vile kujenga uwezo wa ushirikiano kupitia ujasusi, alisema, akisisitiza dhamira ya AFRICOM ya kuendeleza amani na utulivu barani Afrika. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.